Nancy. Jamani, umepata na nini mwanangu? Nancy, unataka kujiua kwa sababu gani mwanangu wewe? Nancy. Nancy. Mungu wangu. Nancy. Wewe Nancy. Nancy. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani. Sasa mjukuu wangu nataka nikukabidhi ile mikoba. Ngoja nikuonyeshe. Tono. Bibi mpigaje hapo? Kama misondo. Hii nakuonyesha nitakapokukabidhi utaenda kufanya hivi hivi nilivyokuonyesha. Sawa bibi, nimekuelewa. Sogea hapa. Na hii nyingine ipo humu. Na moyo wako wote upo humu. Na hii ndio kubwa kuliko. Kaitunze uiangalie kama roho yako. Hiki hapa. Kamata. Utaiweka humu. Ukitunze, usikipoteze kama roho yako. Kwa hiyo bibi unataka kuniambia hii ndio itakuwa ulinzi? Ndiyo. Chochote ninachotaka kukifanya kitatimia? Ndiyo. Sasa mjukuu wangu, hiyo itakusaidia popote unapoenda. Hakuna mtu atakaye kuonea. Hiyo ndio nguvu ndio kupa zaidi. Kesho asubuhi utaenda nyumbani. Usimwambie baba yako wala mama yako. Ni siri yako kama bibi amenipa nini. Sawa bibi. Umenielewa? Wewe wanangu. So poa hapo wenyewe. Unajua? Wao wanavyoambiwa wajomba zangu. Hapo wenyewe nimepita hapo mtaa kati na kutana na mshamba, si unajua? Ile hii kumtinga nataka nishinde, si unajua zile.
Oya katika 1 na 2 ndo nataka nishinde nichukue koba. Anatokea mshamba mbele yangu. Unajua zile. Oya mwanangu ninavyokuambia koba ili hapa nataka nipite nalo kwa mbele anatokea mshamba filimbi zikaanza. Si unajua? Ila dani muumia kichini. Ni wapi? Sasa hujaelewa mitaa mingine ya sungusungu hiyo. Sio unapenda kufanya kazi za hatari. Ongea na watu tukuelekeze maeneo ya kupiga kazi. Unaenda mitaa kama hiyo nyungu wengi sasa hivi. Baba watakulaza bure mwanetu. Kaa kwa kutulia hapo kula sigara. Uma. Sema nini mwanangu? Tembezea hapa hata chiga wa mwanangu. Bila jindi mkibadiliki wazao bitifita au ndo ile huko siku hizi ndio tunakulia japo kwa waone leo na kula lakini leo kwa sababu au si Karibu shemeji. Asante shemeji. Shemeji, mimi nimekuita hapa nikuulize kuhusu wewe na Viki mmefikia wapi? Maana mara mwisho ulitoka hapa ndani kwangu ukaniambia unaenda kukutana na Viki. Kwa maana mara mwisho kutoka hapa uliniambia una ahadi ya kukutana na Viki. Vipi mmefikia wapi? Ni kweli shemeji. Na mimi na Viki tulishaonana tayari. Na tumeshakaa tumezungumza. Lakini kuna kitu ambacho bado sijakielewa. Kwa sababu alichokipanga Viki ni kwamba kanambia mume wake tayari kashazungumza naye. Na wameshakubaliana. Na akanitambulisha kwa mimi ni mjomba wake. Sasa kilichobakia sasa hivi ni kwenda kukaa kikao kati ya mimi, Viki na mmewe. Na tumefanya hivi ili niweze kumpata Viki kiurahisi. Vinginevyo yale nilikuwa namkosa. Na ukizingatia Viki na bado nampenda. Na pia mimi nimeona ni jambo jema tu kwamba kwa kufanya hivyo itakuwa ni rahisi kuendeleza mahusiano yangu kati ya mimi na Viki. Na tumeshayaweka sawa. Bila shaka kuna takaloharibika. Hivi shemeji, unaliona hili jambo liko sawa kweli? Huoni kama Viki anataka kuingiza matatizoni? Viki hapa anapiga. Sio kwa nikaongea naye. Shemeji, ni kipi ambacho ukielewi? Yani dunia imetawalwa na mapenzi, unayempenda kupendi. Mama. Mama. Tono. Shikamoo mama. Bavipi? Poa. Narudi. Za huko. Nzuri. Bibi yako ajambo. Hajambo na kusalimia. Anasemaje alivyokuona? Alinimisi tu. Wewe Tono. Hajakwambia chochote bibi yako? Bora umerudi. Ukiwa uende ndani ukapike ugali tu. Mama, kufika na kufika tu. Sasa una ugeni gani Tono jamani? Nenda zako ndani upike ugali tu. Sawa.
Mbona vitu vyangu ndani havipo? Na niliviacha vitu vyangu vyote, niliondoka na ungo wangu na begi tu. Vimeenda wapi? Halafu, kwa nini mlango nimeukuta wazi? Shemeji! Washemeji! Habari yako shemeji? Salama. Mbona vitu vangu ndani vyote havipo? Na kwa nini mlango wangu nimeukuta wazi na Sidati hayupo? Shemeji, kwanza umenishangaza kuwepo hapa. Maana ninachojua nyie mmehama. Na alikuja mume wako hapa, hata kunisalimia. Amekuja na troli hapo, akafungua mlango, akapakiza vitu akaondoka. Kitu ambacho sio kawaida kabisa kwa jinsi tulivyoishi mimi na nyie. Yaani, unamaanisha Sidati alikuja hapa kuchukua vitu vyote alafu akaondoka navyo? Swadata. Kwani vipi shemeji? Nimeachwa tena jamani. Sidati kwa nini anaondoka na vitu vangu vyote? Kwa nini anachukua yani kile kitu vingine nimenunua mwenyewe, kile godoro la kwangu, cha kwake kitanda tu. Kwa nini anaondoka na vitu vangu vyote? Kwa nini aniache? Kwa nini aame bila mimi kuniambia? Shemeji, mbona sikuelewi? Sikuelewi kabisa. Wewe shemeji unaongea tu, unajua mambo mimi nayapitia hujui. Sidati ananiacha mara pili, mara kwanza kanifukuza hapa kanipiga kaniambia naondoke kwetu. Leo naondoka taja nipe talaka yangu. Nataka talaka yangu, Sidati nipe talaka yangu nipe. Sidati nataka vitu vangu. Bwana jamani mimi nimeachika tena. Mimi nataka talaka yangu. Anipe talaka yangu nijue kama kweli kaniacha. Anipe talaka yangu. Kwa nini aondoke na vitu vyote ndani? Kwa nini achukue kila kitu changu? Kwa nini achukue? Kwa nini? Nataka anipe vitu vangu, nataka. Pole sana shemeji. Usijali shemeji. Tutafanya utafiti tujue ni wapi alipo ili uweze kupata vitu vyako. Utampata wapi ule? Utampata wapi? Unabuzana utampata wapi na kazi yake bodaboda? Utampata wapi ule pale shemeji? Utampata wapi? Sidati anipe tu talaka yangu. Sidati nipe talaka yangu. Mjomba karibu. Hapa ndo nyumbani na ndo mume wangu. Karibu sana sana sana. Asante sana mjomba. Bana nilikuahidi nikitoka kwenye mazoezi nitakupitia. Mjomba. Naam mjomba. Nimekuja kuitika wito wenu. Maana alivyonipigia simu nikamwahidi kwamba nikitoka mazoezini nitapitia. Sasa mjomba, sijui utapendelea kinywaji gani labda? Hapana. Wala sihitaji kinywaji chochote. Nimekuja tu kuwasikiliza mwanangu. Basi sawa mjomba, sisi tumekuita hapa, tulikuwa tunaomba radhi kwa kile kilichotokea mara ya mwisho. Na tukasema si vyema ili jambo likapita hivi hivi. Tukakaa chini na mume wangu, tukaongea. Tukaona tukuite mjomba, tukuombe samahani. Mume wangu. Kwanza kabisa asante sana kwa kufahamu mjomba. Lakini pia nilikuwa naomba radhi kwa hali yote iliyotokea. Maana ile siku nakutana na wewe sikujua kama ni mjomba. Nilikufokea pia nitoa maneno machafu. Kwa hiyo sina budi kukuomba radhi mjomba. Naomba unisamehe, mimi binadamu nimekosea mjomba. Mjomba, kwanza kabisa nikuondoe hofu. Najua ulikuwa hujui. Na mimi wewe sijawahi kukuona. Nilikuwa nasikia tu mpo wangu ana mume kaolewa.
lakini mume wake sijawahi kumuona. Sasa ile hali ilivyotokea siku ile, mimi ni mtu mzima bwana, niligundua kitu lakini nikaona niache, ila iko siku tutakutana na siku hiyo ndio leo. Kwa hiyo huyu Vicky huyu ni mtoto wa dada yangu kabisa, anatoka mama yake Vicky na Fatia mimi. Sasa haya mambo huwa yanatokea tu kwamba tuko kwenye mihangaiko, wakati nyinyi mnaoana taarifa zenu nilikuwa nazo, lakini sikuwepo hapa, nilikuwa mkoani. Sio, naelewa kijana? Kwa hiyo ile hali iliyokuja nayo siku ile, ndio maana niliamua kukaa kimya, nisitie neno hata moja. Lakini mimi sina la kukulaumu wewe, na ilikuwa ni haki yako na ulioonyesha wanaume wako, kwa sababu sio kawaida kukutana mkeo na mwanaume usiomfahamu, alafu isitoshe ni Vicky mtoto wa dadangu kanizoea kama nilivyomzoea mama yake. Nimemshika mkono siku ile ikawa nongwa kwako. Kwa hiyo mjomba, haya yameshapita, tugange ya mbele. Sawa mjomba? Na siku moja Vicky mlete nyumbani bwana. Sawa sawa eh? Sio mnakaa tu hata nyumbani kwa mjomba wenu ampajui. Sio vizuri. Sawa? Uwajui hata wadogo zake Vicky wapo. Sasa kijana, mimi kwa upande wangu sina kesi yoyote na wewe. Mimi naamini kiutu uzima, kiwanaume ilikuwa ni haki yako kufoka. Vicky, nafikiri mlinitia hili. Kuna lingine? Na kingine tu niongezee mume wangu. Unajua mjomba wangu hajakulia hapa Tanzania. Wenzetu kakulia huko mbele, na unajua malezi ya huko ya wazungu wenzetu. Hii kushikana mikono, hugs, ni kitu cha kawaida sana. Kwa hata siku nyingine ukikuta nimeshika mjomba wangu mkono, mjomba wangu ni mzungu, japokuwa ni mweusi, si ndio mjomba? Sawa. Okay, sawa, mimi nimeelewa vizuri tu. Lakini pia tutafanya mpango, mimi na mke wangu tuje kwako nipajue. Sawa mjomba, karibu. Asante. Karibuni sana. Vicky. Bwana, unajua nimechoka. Natoka kwenye mazoezi. Sasa mngeniacha nikapumzike kwanza kidogo, nikaoge, nipumzike. Sawa eh? Hamna shida. Karibu ndugu wangu. Mbona ghafla sana baba unanitisha? Bichausi ndugu wangu. Ya leo nikuta huko nyumbani kwangu dada yangu. Sijui hata nianze wapi kukuhadithia. Kuna shida gani? Hebu niambie. Mimi nirudi nyumbani kwa mzee Nurudini. Nilikaa kama wiki hivi. Sasa nikasema nimekaa muda mrefu. Yule bwana apige simu afanye chochote. Ngoja nirudi nyumbani kwangu nikamtizame Bichausi. Nafika nyumbani, kwanza nitakushangaza nikaona mlango uko wazi. Nikajiuliza au karudi kimya kimya bila kumtaarifu? Naingia ndani nakutana na behewa liko wazi. Yaani ndani hakuna kitu hata kimoja. Yaani kile kijiko au uma ndani mwangu unakitafuta. Kasombo le baba vitu vyote unavyovijua ambavyo vinakaa ndani. Vyote kaondoka navyo. We Nuru,
unachosema cha ukweli. Sasa Bitausi hapo unaona mimi leo niko kwenye masiara. Uone hata nimebadilika siku, yani niko serious tofauti na siku zote ambazo ulizoea kuniona. Mimi acho dada yangu, nimeachika. Kwanza pole. Kiukweli umesurprise mdogo wangu. Jinsi mlivyokuwa mnapendana na mumeo. Unajua Sidati alikuwa anakupenda sana. Kwa ukiniambia kama akakuacha na kabeba kila kitu ndani, unanisurprise kiukweli. Sasa hapo kitu ambacho nachokiwaza, naenda kumwambia nini mimi mzee Nurudini? Yaani naanzaje? Yaani ujue naumiza kichwa Bitausi. Kichwa kinaniuma hapa, nimekaa yani sina moja, sina mbili. Nikasema ngoja kwanza nipitie kwa ndugu yangu, yule mkubwa. Ukubwa dawa. Ndio maana nikasema nije hapa nikwambie ndugu yangu, unanishauri vipi? Naanzaje kumwambia yule mzee asiyekuwa na nywele? Na yule baba anaonekana ni mtata, Nurudini mkali jamani. Lakini usijali mdogo wangu. Ngoja nikupe mbili. Jambo la kwanza unatakiwa kujua Nuru yule ni baba yako. Na hawezi kubadilika mzee Nurudini kwa mtafuta baba mwingine. Na siku zote ukweli mweka mtu huru. Nenda kamwambie tu. Haijalishi atakasirika, hata kupiga, lakini kamwambie ukweli. Baba mimi nimeachika, lakini bila taraka. Nimeenda nyumbani kwangu, sijamkuta mume wangu na amebeba kila kitu. Na sijui ameenda wapi, na kama hivyo nikimpigia simu hapatikani. Mimi sidhani kama anaweza kukasirika. Sidhani. Sijui, labda sijui. Na kitu kingine, ukiona kama amezidisha sasa, yetu nyumba ile njoo. Tubanane humo tukope watu kija hapa tukute tuko wawili. Bitausi bwana. Basi sawa dadangu, mimi nimekuelewa. Maana kwenda kwanza alifu nyumbani si mchezo Bitausi. Kwa baba yako hatari. Samahani madam. Naona sura yako sio ngeni kwangu. Sijui ni nani. Unataka kunifahamu? Ndio nataka kufahamu. Naitwa Nei. Nei. Hongera sana mrembo. Jina lako ni zuri kama jinsi ulivyo. Asante. Mimi bwana naitwa mimi nakufahamu. Unaitwa Ivan. Umenifahamu vipi dada? Nakufahamu. Kwani wewe sio Ivan? Mimi ni Ivan, hujakosea. Samahani, kwa huu mtaa unakaa wapi? Yaani unaishi wapi? Natamani kufahamu sana. Usijali, utanifahamu siku nyingine. Basi sawa. Kwa sababu umesema kwamba utakufahamu siku nyingine, haina shida. Tafrani baba, tafrani mama.
Dati, mambo? So kwema kwa nini? Nini? Jamani! Nancy. Nancy mwanangu. Nancy. 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 Nancy umekuaje mwanangu? Nancy. Nancy. Jamani. Nancy. 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 We Nancy. Nancy. Unalilia nini mwanangu? Mama. Mama. Umekuaje mwanangu? Mama. Nini sasa? Mama amekufa. Amekufa, amepata ajali. Nani? Amekufa mama. Amekufa nani? Nani baba? Aso baba mama. Nini sasa? Mama amekufa kabisa kijana wa watu. Amekufa. Mama amekufa. Nani? Nani amekufa? Nani amekufa Nancy? Mama amekufa. Amekufa maskini hata mwenyejenioa. Jackson wangu. Mama Jackson wangu amekufa. Mama Jackson amepata ajali. Jackson kaingia kwenye semi mama. Jackson wangu. Mama Jackson wangu amekufa. Mama Jackson. Nancy, una akili vizuri? Una akili vizuri? Kwa hiyo yani hapa mpaka unafikia kuzimia kwa ajili ya amekufa huyo bwanako bodaboda? Kwa hiyo unamlilia hapa ulipo, unamlilia dereva bodaboda. Ndio mpaka anafanya unazimia wewe. Eti. Sina kuuliza. Ndio anayekufanya wewe unalia mpaka unazimia dereva bodaboda wewe mtoto. Hivi mtoto mzima kweli wewe? Una akili vizuri kichwani kwako? Una undugu naye? Wewe una undugu na dereva bodaboda wewe mtoto? Eti. Wewe mtoto utakuja kuniua. Mtoto wewe utakuja kuniua na pressure mimi. Utaniua na pressure mimi wewe. Tena tafadhali alivyokufa yule dereva bodaboda. Nimemshukuru Mungu sana. Mama. Mama nini? Hivi una chembe hata ya nafsi ya uzazi ndani mwako? Unasahau kabisa kama yule ni mtoto amezaliwa. Usinifikirie mimi binti yako ambaye niko hai sasa hivi hapa. Mfikirie mzazi mwenzio yule kule ambaye amekaa anasubiri mwanae arudi mama. Analetewa mwanae amekufa. Analetewa maiti ya mtoto wake aliyemzaa mama. Emva viatu vyake. Fikiria ndo mimi binti yako leo Nancy naletwa huko ndani nimekufa. Mama utapata ujasiri kuongea unapoongea. Mama mimi ni binti yako pekee. Una mtoto mwingine mama. Kwa hiyo unanilazimisha ili nijue kama yule dereva bodaboda amekufa. Ndio maana nimekwambia nashukuru sana.
Tena namshukuru Mungu sana. Mimi nimejua baba yako. Yaani wewe mtoto utakuja kuniua na pressure mimi. Kabisa nakwambia. Utakuja kuniua na pressure. Mama, hauna mtoto mwingine yoyote. Mimi ndo binti yako pekee. Kwa nini ulishindwa kabisa kunipata kidogo tu amani ya nafsi yangu? Unafurahia kifo cha mwanaume wangu mama. Unipendi, unaomba ya mama. Hivi kama ningekuwa simpendi ningemzaa. Ningekuwa simpendi ningemzaa. Unajua ndio maana wanasemaga siku zote kabisa mama haui ila mtoto anaua. Mimi mtoto atakuja kuniua. Yaani mtoto atakuja kuniua kabisa. Yaani mtu paka anakaa anazimia. Eti kuuliza kisa amekufa deva bodaboda. Mtoto atakuja kuniua na pressure mimi huyu. Yeye atakuja kuniua na pressure. Nilijua baba yake. Si ujinga huo. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani. Hujambo? Si jambo. Mbona uniamki? Kwa unavyoniona hivi, ninaweza nikakusalimia wewe au nikakuamkia. Umenizaa. Dunia simama nishuke. We mtoto, mimi ninakuzaa huku ninakimbia. Sio kukuzaa nikiwa nimekaa au nimesimama. Si unanielewa? Yaani mtoto jeuri kama mama yake. Makubwa. Sikiliza wewe mama. Maswala kuja kwetu naomba ukome kabisa. Lisije likakuta jambo. Umenielewa? Hivyo mtoto, unapata wapi ujasiri wa kunijibu jeuri kiasi hicho? Yaani wewe mtoto ni mdogo, unanijibu kama unamjibu mtoto mwenzako. Unanichukulia kama vile tunalingana. Yaani sijui hata umefunzwaje mtoto. Jeuri tupu imekujia hapo ulipo. Sasa, hiyo mikopo yenu mkadaianeni huko? Sio pale nyumbani. Ole wenu. Niwaone tena mnakanyaga pale nyumbani. Umenielewa? Unaongea kama nani? Tunakuja na tutaendelea kuja na tutakuja tena. Tena mwambie mama yako tutakuja. Sawa? Mpaka hela yetu tuhakikishe tumeipata. La sivyo kila siku tatuona hapo kwenu. Eti hiyo kwetu. Wewe mtoto vipi wewe? Chenzo, kwa nini unanifanyia hivi? Nisamee babangu, mimi nishajua wapi nilipokosea. Kama shida ni mimi kutokuja kukuona kipindi kile huko jela, nisamee, nishalitambua tayari kosa langu. Usinifanyie hivyo, mwanzo siwezi kuishi bila wewe eti. Nisamee mpenzi wangu, nakupenda.
Shenzo, nakuomba usiniache. Nisamee mimi, nisamee mpenzi wangu, usiniache. Napenda mpenzi wangu, nisamee, usinifanyie hivyo. Vipi? Shemeji. Huyu vipi? Mbona analia hapa? Mimi sijui yeye mwenyewe analia nini. Mimi nashangaa tu, nilikuwa nimekaa hapa, mtu anatoka huko alipotoka akafika hapa amekaa anaanza kulialia. Sasa muulize sana alialia nini sasa? Marab. Unalia nini? Si unaulizwa unalialia nini, unamtumbulia mimi macho vipi? Shezo, nishakwambia. Haya mambo ndio yanakupelekea ukaenda jela. Sasa kama kuna kitu chako umemchukia, hebu mrudishie binti. Mimi haka nikuchukua kitu cha mtu najua. Wewe, mimi nimekuibia. Nimekukaba. Sasa nini mbona kama hivyo unakuja kuleta uchulo hapa mtaani kwetu? Nisijachukua kitu chake. Ongea basi asikie, mwambie ukweli. Sikia mwamu nikwambie. Huyu ana njaa ujue. Kwa maisha ya kweli kama kuna msosi nini mwelekeze da sister hapo. Kama vipi amletea kinda sepe zake. Shenzo, useme hivyo. Unajua mimi nakupenda. Kumbe issue yenyewe ndio hiyo. Mama ndio unalia? Shemeji wewe imaliza tu. Wewe sikia nikwambie. Unajua tete mapepe kama haya. Mimi naye tayari tushakataa. Na sasa hivi mbona kama hivyo naita noma kama hivi. Mbona niganda sana mimi? Kwamba ile kwamba ndoa kwangu tu ndo na like ile I don't like no people au sio? Au nikukatie kama vipi uondoke nayo unaichezea kitandani. Vipi mwanangu kulipoenda? Kuna usalama mwanangu? Baba, unajua mimi jana ulichelewa kurudi kwa nikashinda kukuambia. Kiukweli huko nilikotoka hakuna usalama kabisa. Mimi nilifika pale nyumbani kwangu. Baada ya kufika, cha kushangaza nikakuta mlango wangu uko wazi. Nikajiuliza huyu mwanaume amerudi bila kunipa taarifa yoyote. Naingia ndani. Baba, nilichokutana nacho. Yaani mule ndani sijakuta kitu hata kimoja. Unaelewa maana kitu hata kimoja? Sijakuta baba kitu hata kimoja. Yaani ule mwanaume amechukua kila kitu unachokijua ambacho kinakaa ndani. Basi ikanibidi tu nitoke nje. Kutoka nje nikamkuta yule jirani yangu pale. Ikabidi nimuulize, "Vipi mbona nimeukuta mlango wangu uko wazi? Alafu na ndani mwangu hakuna kitu?" Yeye mwenyewe kwanza akanishangaa. Akanambia nimeshtuka kukuona wewe uko hapa kwa sababu taarifa nilizonazo mimi najua nyinyi mmefanyaje? Mmeama. Mwanaume wako alikuja hapa na mkokoteni, amebeba kila kitu kaondoka nacho. Basi sasa baba, mimi hapo nitafanyaje? Kabeba kila kitu? Baba, kila kitu kachukua, yani kila kitu amechukua. Mwanangu umeachika. Unasikia kuachika ndo umeachika wewe. Tena bila hata talaka. Na cha kufanya hapo, yani ufanye kila njia umfuate paka upewe talaka yako. Usikubali. Yani ukikaa hivi bila talaka, yani hutaolewa, bado utakuwa ni mke wa mtu. Asa baba, mimi nampata wapi? Ikiwa hata uko kijueni kwake ambako anakopaki pikipiki anafanya biashara zake za kila siku, hayupo. Na kwenye simu ndo kama hivyo, hapatikani toka nimefika hapa nyumbani. Mimi namtafuta kwa njia gani ili yeye aweze kunipa utalaka wangu nifanye maisha yangu mengine? Nampataje mzee wangu? Sasa ataondokaje bila kukupa talaka? Uone kama anakufunga ili usiolewe na mwanamume mwingine? Yaani mwanangu, hilo ni tatizo. Na ukikaa humo ndani na wewe ni mke wa mtu, huwezi kupata tena mwanaume kwa sababu yani wewe ni mke wa mtu mpaka upewe talaka.
Sasa mimi nitampata wapi kati mtu mwenyewe apatikane? Lakini basi sawa, mimi nimekuelewa. Atapatikana, kwa jitahidi atapatikana kwa sababu mimi mtu kahamia hapa. Wewe ulizia atapatikana tu. Kikubwa wewe upate tu talaka yako. Wala si nguo siju nini achana nazo. Wewe talaka tu basi. Sawa. Tafrani baba. Shosti, mbona umechelewa? Kilichonikuta. Si nimekutana na mtoto wa Bitausi yule mdogo mweusi yule tunayemkuta siku zote. Yeye kuambia mtoto kanijibu jeuli kama namjibu mtoto wake au mdogo wake. Baada ya hapo sasa akaniambia, unaweza kunizaa wewe? Nikamwambia, wewe mtoto, mimi nakuzaa huku nakimbia, so nimekaa wala nimesimama. Akaniambia, mkome kuja kudai hela nyumbani kwetu, na mkija tena kitawakuta jambo takalowakuta ni kubwa. Nikasema hatari. Wewe mbu, acha utani wako bana. Usitufanye sisi watoto wadogo. Sema tu ulipitia kwenye mambo yako tu. Mambo yangu gani? Siwezi nikadanganya, unaona hadi mikono yangu ilivyochafuka. Tope. Mimi naweza kuongopa au nijipake matope mwenyewe kweli? Hivi, mbona yule ni mtoto mdogo sana na ujasiri gani wa kuongea maneno makubwa kama hayo? Alafu naye kilichokudondosha kitu gani? Hata mimi nashangaa. Sikuona jiwe, sijaona kifuu wala kisiki, lakini nikajikuta niko chini. Sio mtoto mwanga yule. Yule atakuwa mchawi yule, sio bure. Hebu tuachaneni na hayo. Shoga yangu. Ndugu zangu, nimewaita hapa, nina jambo la kijana wangu. Kijana wangu amemaliza chuo, nataka nimfanyie sherehe. Yaani nina jambo kama jambo. Jambo nalo na tunatamba nalo. Na hiyo sare vipi? Sare ndugu zangu, ndo maana nimewaita hapa. Tujue tunavaa kijola au tunavaa kitambaa. Jameni, mimi naona tuvae kijola. Tena tutaenda wenyewe kuchagua ua jipya. Au mnasemaje? Mbona tafrani? Imepita hiyo. Sawa. Au jambo? Jambo. Bibi Tausi yupo? Hayupo, na shida gani? Akirudi mwambie kuwa afisa mikopo Chiwanga alikuja hapa. Na mwambie kuwa ofisi zetu za mikopo zinamhitaji aite pesa zetu. Sawa? Mimi nilijua nini? Kumbe mikopo. Sikiliza we kaka. Habari ya kuja hapa nyumbani kuhusu mikopo, naomba ukome. Litakuja kukuta jambo tangu uzaliwa alijai kukukuta. Hivi mtoto una akili kweli wewe? Yaani wewe unaniambia mimi nilikuta jambo? Sasa basi. Mwambie mama yako nikirudi kwa mara ya pili tena hapa, kama ana pesa zangu, naingia ndani na kuchukua vitu vyenu vyote naenda kuviuza. Umenielewa? Nataka nione unavyobeba hivi vitu vya ndani na ukaondoka navyo. Hutanijua mimi nani. Tuna mdogo. Hivi unatoa wapi ujasiri kuniambia maneno kama hayo? Yaani kiuangalia kuanzia juu mpaka chini na kuona kabisa una tabia kama za mama yako. Okay, sawa. Mimi naenda. Tafrani baba, tafrani mama.
Mjomba. Mjomba, afadhali nimekukuta. Juzi kati nilikuja hapa niliwakosa. Kwani nyinyi mlikuwa wapi? Halafu mjomba, pole sana na mambo ya jela. Ndipo sikia umerudi, nikasema sio kweli mjomba, lazima niende nikamwangalie mjomba wangu. Unajua mjomba ni mama. Mjomba, mbona unalia sasa? Kuna nini mjomba? Ankali. Yaani wewe nikikuangalia na kuona kama bi mkubwa unajua. Oya, baada ya mama inafuata wewe. Oya, wewe mama yangu unajua. Lakini kinachoniuma, mimi nimepata matatizo, nimeenda jela hata siku moja sije kukuona kule. Oya, nimemwona Daasisa tu pamoja na Mwamu ndo kaja kulewa. Kuna mshamba mwingine nimemkataa juzi tu hapo. Si unajua? Mimi nimeshaishi sana maisha mabovu kule. Nategemea labda ankali, bi mkubwa unakuja kuniona hata kunipa moyo. Hata siku moja hujaje kuniona. Hata siku moja. Mjomba, wewe ni mwanaume, acha kulia. Mimi kuna matatizo. Nyamaza! Kwa nini mara moja? Ni mara moja ile swala. Mama yangu amekufa baada ya msiba ndo unaonekana. Mjomba, basi tu tukaongelee ndani basi mjomba. Hapa si unajua watu wengi mjomba, unanizalilisha mimi mama yako mjomba. Mjomba mimi mama yako bwana. Stupid game. Mjomba. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani. Asingekufa baby, oh baby, usingepata tabu mi baby, kwa ndugu jirani, tabu singepata yani. Chozi langu, chozi langu, chozi langu, chozi langu, chozi langu. Nancy. Nancy. Ai, unalilia nini? Unalilia nini? Kwa hiyo msiba wa kibaka wako unategemea tutakuwa tunalia kila siku eti hapa ndani Kila siku nakuuliza tutamliliaga huyo dereva bodaboda. Maana utanifanya mpaka na mimi nilie sasa. Si ana wazazi wake kule? Au wazazi wake kule wamlilii? Au hawana uchungu naye? Eti Aya, kwenda kujivesha na hiyo miguu mieusi humu ndani, kutetea uchulo ndani hapa sisi. Mtoto una shida gani wewe? Kwa kila siku tutakuaga sisi tunakaza kumlilia ukibaka wako hapa ndani? Eti maana kulia kwako wewe itabidi nasongee tulie sasa. Una shida gani wewe mtoto? Wazazi wake kule hawana uchungu naye? Wewe ndio unachungu sana eti? Sina kuuliza. Wewe ndio unachungu naye sana? Jamani. Kwa mpaka wageni wakija pandani wanakukuta wewe na miguu mieusi hii. Si unajua msiba labda tuna msiba pandani. Eti. Ulikuwa unampenda sana wewe dereva bodaboda Ulikuwa unampenda sana? Mtoto mbaya wewe. Kwenda kutaka kutuletea balaa ndani sisi. Si uchulo huu. Hatuka tena.
Habari yako shemeji? Salama. Shemeji, samahani sana kwa yale yote yalitokea hapo nyuma, na nimekuja kwako leo kwa ajili ya kukuomba radhi. Naomba unisamehe shemeji. Basi sawa shemeji, haina shida. Mimi nilifikiri maugomvi yenu yale ya kipindi kile bado yanaendelea, lakini kama mmeliweka sawa jambo hili, ni jambo la heri. Na umeona mwenyewe kipindi kile ulitaka kutuletea fujo zisizokuwa na maana. Tumekutana njiani nusu nipige. Shemeji, mimi na wewe ndo wakufanyiana vile. Sasa hapa ni nani anaumbuka kati ya mimi na wewe? Ni kweli shemeji. Unajua mimi sikuwa nafahamu chochote kile. Ndio maana ngaida zile fujo mlizoziona. Kugombana na wewe mpaka kugombana na mke wangu. Lakini baada ya kukaa chini kati yangu mimi, mke wangu na mjomba, basi ugomvi wote umeisha. Sawa shemeji, mimi nikushukuru. Huu ndio binadamu. Kwa sasa mimi na mke wangu Viki, ugomvi umeisha kabisa baada ya kugundua kwa yule ni mjomba wake. Anamaanisha kuwa sasa hivi tuna amani. Na hii imetokea kwa sababu bado nampenda mke wangu Viki. Na hii isingekuwa rahisi kumkuta mke wangu mimi Viki na mwanaume mwingine ambaye simfahamu, alafu nikanyamazia kimya shemeji. Basi sawa shemeji, sitarajii makosa kujirudia, na natarajia kuona mema kwenu. Alafu shemeji, unajua mjomba wenu ana maisha ya kizungu Mambo ya wazungu? Sijui wenyewe bana. Basi sawa shemeji, mimi nilipita kwako hapa kwa sababu ya mambo haya. Na kwa sasa nataka nielekee kazini. Basi wacha mimi niende. Kazi njema shemeji. Amna kitu. Karibu sana binti yangu. Asante shangazi. Vipi za huko? Salama, si wenyewe? Sisi alhamdulillah. Kakangu Ajambo. Ajambo, anawasalimia sana. Miguu yake vipi? Tunapambana nayo hivyo hivyo. Si unajua, inapona leo kesho inaamka. Mwenyezi Mungu amjalie kakangu aendelee vizuri jamani. Yaani, wewe acha, tunateseka na ile miguu. Lete habari. Habari nzuri sana. Nimemaliza form 6, kwa hiyo nasubiria majibu. Sasa nikaona nisikae kule, nije kwanza huko, nije niwasalimie nikiwa nasubiria majibu. Wow, hongera sana binti yangu. Asante. Na karibu sana, niko hapa na ndugu zako. Asante. Naona umekuwa mdogo wangu. Ni muda mrefu kidogo sijamuona. Wanakuwa wadada sasa, mpenda kulingana. Naona tunaelekea tunazoenda sambamba sasa. Tuno, ingiza begi la dada ndani. Humbo sijui kalala. Mmangu, njoo nifungulie.
Mbona kama umeelewa vile mke wangu? Umetoka wapi usiku huu? Mmangu, tukaangalie ndani, hapa nje baridi ya vumbu. Unajua mke wangu, mimi sijakuzoea kuwa katika hali kama hiyo. Halafu hukuwa na tabia kuchelewa kurudi nyumbani. Usiku kama huu, hebu niambie umetoka wapi? Mmangu, nimetoka tu huko kuenjoy. Hivi nafikiri rahisi mimi kuruhusu kuingia huko ndani? Tena ukiwa kwenye hali kama hiyo. Kwa hiyo mume wangu anataka kuniambia nalala hapa nje au sio? Basi sawa, mimi nalala hapa nje. Wewe umeamua mimi nilale hapa nje, utaki kuniruhusu kuingia ndani? Mimi nalala hapa nje. Mimi kila siku nakwambia unanyanyasa, basi nirudishe kwetu kama umenichoka. Vicky, usitaki kuchezea ubongo wangu. Hebu niambie umetoka wapi usiku huu? Mume wangu, mimi mjomba alinipigia simu huko, ndio nimetoka naye. Sasa akanambia ninywe kidogo. Nimekunywa kidogo tu mume wangu, nimerudi nyumbani. Kwa hiyo nataka kuniambia ulikuwa na mjomba? Basi sawa. Kama ulikuwa na mjomba, na imani ulikuwa sehemu salama. Lakini Vicky mke wangu, siku nyingine unapokuwa unatoka alafu unachoka kurudi, unanitaarifu mapema, maana mimi ulinitia wasiwasi. Na nikikupigia simu zangu ukao upokei. Sawa mume wangu, mimi nakuelewa. Okay. Karibu. Karibu. Asante. Habari yako dada? Nzuri, niambie. Samani, Nuru nimemkuta? Hapana dada, mimi Nuru simfahamu. Kuna dada mmoja alikuwa anaishi hapa na mume wake. Dada, mimi ni mpangaji wa nyumba, sina hata wiki. Kwa hiyo hata Nuru mimi simfahamu. Habari. Mnamuulizia Nuru? Ndio. Nuru ashahama muda mrefu sana hapa. Na wakati anahama ni kama vile hakuwa na maelewano mazuri na mume wake. Lakini dada, si unapafahamu kwa kina Nuru? Ndio. Maana mimi ninachohisi ni kama Nuru yupo kwa wazazi wake. Maana wakati wanaondoka hapa, alianza kuondoka Nuru. Baadaye akaja mume wake akachukua vitu vya ndani akapakia kwenye toroli. Yaani kuondoka kwao kulikuwa ni kasheshe. Hivyo mimi na wasiwasi kama Nuru yupo kwa wazazi wake. Asante kaka. Kwa kina Nuru mimi napajua vizuri. Acha nielekee huko. Dada, kwa heri. Haya, karibu. Haya. Jirani, habari yako? Nzuri, za kazi. Nashukuru Mungu.
Mauza. Mchukulie Mauza pesa yake mfuko hapo. Bila nataka kuondoka, mambo sio mambo. Mpelekee Mauza nitie chinji yangu, mimi nataka kuondoka. Maana paka kanyia unga. Mambo Nancy. Poa. Pole kwa matatizo Nancy. Matatizo gani? Pole kwa kufiwa na mpenzi wako. Dada samani, inaonekana unanijua sana. Awali umelitaja jina langu na sasa hivi unaongea habari kabisa za kunihusu mimi, yani za ndani. Naomba nikujue, kwani wewe ni nani? Unataka kunifahamu? Nadhani ni vyema kama tukifahamiana. Okay, mimi naitwa Nei. Nakaa mitaa hapa chini na mimi nakufahamu. Na sio kukufahamu wewe tu, nakufahamu mpaka nyumbani kwenu. Yaani unapafahamu nyumbani kwetu mimi? Yeah. Basi sawa dadangu. Kwa kuwa na mimi nimekufahamu kama unavyonifahamu mimi, sioni kama kuna shida. Nadhani wakati mwingine haitoleta matatizo kama utaniita tena wakati mwingine. Asante kwa pole yako pia. Okay, sawa. Pole sana lakini najua inaumiza sana. Asante. Tafrani baba, tafrani mama. Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Sijambo. Vipi, Nuru nimemkuta? Maana sijamuona siku nyingi. Nimekuja kumuona. Nuru yupo. Leo yupo kaamka hapa anafagia fagia. Basi naomba nitie. Sawa. Ngoja nikuitie. Nuru. Nuru. Mbona mlango uko wazi? Nani kafungua?
Jua ni mambo ya ajabu sana. Yaani siamini kabisa macho yangu. Yaani mtoto nimemwacha kabisa anafagia ndani. Nishangaa ninapoingia huko eti hayupo tena. Kuna nini tena? Na kaenda wapi saizi? Basi sawa kama umuoni. Mimi niondoke tu, nitakuja siku nyingine kumuona. Mara mwisho kukutana naye alikuwa kwenye hali mbaya sana. Basi okay. Mimi nitazifikisha salamu zako. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba, tafrani. Sasa dada, mimi nimetoka kwenye mihangaiko yangu, narudi nyumbani, nikaona nipite nikusalimie mara moja. Karibu mdogo wangu. Na mbona kichwani uko hivyo? Yaani kama umefiwa. Nimechoka dadangu kusukasuka, kuweka mawigi, kufunga manywele, yani sasa hivi nimeona tu bora kichwa kipumue kwanza. Haya, nipe maneno. Unampia gani? Kwanza dada, nilisahau kukwambia. Si nilimpeleka yule mzee kwa mume wangu kumtambulisha, na nikamtambulisha yule ni mjomba wangu. Na mume wangu akanielewa vizuri tu. Kwa hiyo dada yangu, wewe kwa sababu yule mzee unamjua, popote utakapokutana na mume wangu akikuuliza, sema yule mjomba yetu. Wewe mwenyewe unanijua mimi. Langu lako, lako langu. Naanzaje? Nikakudhalilisha mdogo wangu, unajua ninavyokupenda. Na sina mdogo mwingine zaidi yako wewe. Yaani hata naweza nikawa na wadogo wengi, wa mama mkubwa, wa mama mdogo, shangazi, lakini wewe ndo mdogo wangu wa damu. Sasa basi, usije ukaniharibia dada yangu. Hebu kuja kwanza wewe Viki. Mumeo kakubali kabisa umtambulishe yule mzee kama mjomba wako? Wewe unacheza na mimi nini? Yaani sio yule mzee wala sio mume wangu, wote wako hapa. Huo mchezo unahitaji asila. Hebu kwanza nipe siri. Maana wewe Viki wewe ni noma. Alafu sasa, jamani yule baba ana hela. Uwezi amini jana nimetoka naye. Tumeenjoy. Yule baba msimuachi. Yaani alinunulia mibia kama yote. Nimerudi nyumbani nimelewa bwe. Haya, na ulivyokuwa umelewa, ulivyorudi nyumbani mumeo kakupokea? Unauliza majibu. Mume wangu mimi nishamweka sawa. Kila ninaloongea lazima anisikilize. Ujue mtoto mdogo una mambo. Sijapata kuona kwenye hii dunia. Ila mganga wako huyo kiboko. Lakini yote kwa yote mdogo wangu, mimi nikushauri kuwa makini sana na huyo mzee. Asije akakuharibia ndoa yako ikawa chanzo cha kuachana na mume wako. Dada, mimi nakuelewa. Lakini kuachana naye itakuwa ngumu sana. Yaani heli hata hiyo ndoa yenyewe ivunjike. Lakini sio niachane na ule mzee. Sio kirahisi. Haya sawa, mimi yangu macho. Shemeji vipi? Mbona unakoroma sasa hivi shemeji? Uko fresh tu mama hapa. Sasa unajua masuala ya mtingo tena. Naelekeza hapo. hivi unajua tulikuwa tunajadili sasa hivi tukajua umetoka. Kumbe bado uko hapo.
Mimi mbona nipo kitambo tu, baada ya kuona uko ndani sielewi na mnakimbizana kama joka nje hapo. Ngoja basi. Shemeji. Vipi leo mpango la kimbili leo kwa siku ile? Sasa naenda kuuza mitumba. Uso mchongo wa mabalo au vipi? Ndio. Ule mbona atini tatu, yani ninavyokuambia hapo tayari mimi biashara nishafungua kule Ilala unajua. Kila ndo ile mchongo wa nini unajua? Nimeweka vijana kule wanasimamia show. Mimi nimekuja mtaani huko na bagamisha na mazingira yangu mengine, ila ikifika mwisho wa mwezi naenda tunapigana mahesabu, si unajua? Nachukua hesabu yangu afu nyingine naobaki tunaingiza kwenye nini? Kwenye mzigo mwingine. Kwa hiyo iko hivyo, yani wao ndo washaka kuhusiana na mimi. Maana siku zinaenda tu sipate mrejesho wote kuhusu biashara yako. Alafu sioni siku kitoka hapa ndani. Sasa sijui hizo biashara zako kwa unafanyaje kidogo zilikuwa zinanitia mashaka. Sasa kama ni mweka watu kuna sababu gani tena mimi kwenda kule kuanza kusumbuana na watu? Si unajua? Kimazingira unajua kuna mchongo wa simu mwamu. Au sio? Kwa ni mchongo wa mikolo tu, sometime moja mimi na mwazima da sister wa hapo simu. Mimi si unajua sina simu. Na mwazima mimi namba zao ninazo, na apigiwa vipi huko? Wanaelekeza washenzo hapo wenyewe mzigo na karibia kuisha, naambia baridi hapo wenyewe ukisha mimi nakuja tunafanyaje? Tunapagamisa unaenda unachukuliwa mzigo mwingine. Kwa hiyo iko hivyo yani. Unajua? Kimazingira ndo hivyo yani. Shikamoo. Marahaba, jambo. Jambo za hapa. Nzuri. Chenza mambo. Hivi wewe, mimi nilikwambia nini? Nilikuelekeza nini? Si nilikwambia mimi usikanyaga hapa mtaani kwangu? Asa vipi mbona kuja tena? Kuna kipi chako ambacho umekiacha? Au ndo unakuja kwamba mchongo wa kuja kumwaga vidao ili nikupende tena? Au mimi sikupendi. Yaani mimi tayari nishazika makopa kwako, si umeelewa? Amina, elewa kitu hiko, yani mimi sikutaki, fanya mambo yako. Vipo mboi? Mbona kama hivyo? Shinzo. Niache wewe. Bingua boda? Hapana, sitaki boda. Samani, nilikuja kumuuliza kaka mmoja anaitwa Jaxi. Kwani Jackson nani yako? Mimi Jackson ni mtoto wa shangazi yangu wa mwisho. Pole sana dada. Jackson amepata ajali, amepondwa na lori, amekufa hapo hapo. Yaani hatamaniki. Na hivi ninavyokuambia tupo kwenye maandalizi ya msiba, bado tujazika. Kwa hiyo tupo kwenye taratibu na wenzangu ili tuweze kumhifadhi ndugu yetu. Kwa hiyo pole sana dada. Basi asanteni. Ngoja mimi niende. Haya, asante, tunashukuru. Vipi ndugu yangu? Umeshangazi ni ndugu yangu? Ndugu yangu nahisi alikuwa ana taarifa hizo. Lakini mimi simjui. Ndio namuona leo ya. Basi hamna shida ndugu yangu. Tufanye kazi maana hali yenyewe ngumu hiyo. Achana naye. Hamna shida. Baba, samahani, naomba uniombe msamaha kwa Shinzo, hataki kunielewa. Shemeji. Namuona huyu binti ni mara ya pili hapa sasa nyumbani anakuja. Hivi kwa nini unashindwa kumsamehe na kuendelea na maisha kama zamani? Mama uelewe tu. Yaani uelewe tu michongo ambayo inatokea hapa. Si unajua? Ila kimazingira unajua iko hivi, mimi nakupanga. Huyo unajua anakujaga lakini uelewe kwamba mchongo huu ukoje. Kimazingira huyo unajua alikuwa mtu wangu. Ila sasa hivi Lex focus, unajua?
Ila mimi kinachoniuma mpaka mimi sitaki huko kumsamehe wala sitaki mazoea naye. Mimi najua niliingia jela unajua. Lakini maisha ya kweli huyu akuja kuniona hata siku moja, hata sumni sije kuona sura yake. Hasa kazi gani huyu? Mapenzi gani? Watu mnapendana afu mtu hajui hata nusu thamani yako. Mtu akusamini vipi sasa? Si ufuate mazingira yako. Chana mimi bwana. Wanaume hapo kibao kwa kina Imabonge, si unajua, wakina Mario 45, wakina Ngadu MC, wakina Mjomba Pilo hapo kibao uko unajua. Mimi vipi? Tayari tushamaliza mkataba mimi na wewe. Si umeelewa? Na ukiendelea kunifuatafuata mimi nakwambia nitakuumewa, atanirudisha jela huyu mwamo. Amini hivi sio hivi mimi na hapa atanirudisha jela huyu hivi na hapa kia Mungu. Na kuchukia. And if I take it like a fucking nigga shit in Mars, no smash a man nigga, wewe. Dada. Unajua mtu kama akupende bora uachane naye. Usilazimishe mapenzi. Sio unaelewa? Ingawa najua unampenda sana. Kama uko umpendi usingekuwa unahangaika hivi kila siku ya kumfuata hapa nyumbani. Lakini Shezo, ujue binti anakupenda sana. Haya maisha ndio bora ungemsamehe ili muendelee na maisha. Sikiza Shezo. Mimi niko tayari kukulipia mahali kama utamoa huyo binti. Kwa sababu nimeona nia yake kwako. Mamu, wewe ulikuja kuniona mimi kipindi nipo jela au sio? Kuna baya lolote? Hakuna. Binti. Abe. Naomba niache kwanza nizungumze naye. Sawa? Sawa, mimi naomba uzungumze naye maana nampenda. Ataelewa tu, huyu ni binadamu. Oya mamu, sikia. Usimpe moyo huyo. Sikia nikwambia Amina. Yaani hapo ndo udaiwe. Si umeelewa? Fuata mambo yako. Fuata maisha yako. Vipi mbona ningangania unanitakataka vipi? Mimi na nini? Siongi, sina pesa, sina sapampa, sina chochote. Sawa baba, basi mimi naenda. Haya. Wakazi gani sio mama naona unabaki wewe. Oya mtu, unajua isingekuwa wewe mama mimi nilikuwa nampasua dakika 2 tu. Nilikuwa naisikia harufu ya damu kabisa anavonukia ujue. Nakuja. Karibu. Asante. Shikamoo. Marhaba. Safi. Karibu tu. Asante. Samani, Nancy nimemkuta. Nancy. Nancy yupo. Sawa. Niko na shida naye. Wewe ni nani? Mimi rafiki yake. Unaitwa nani? Naitwa Nei. Nei. Mbona sijawahi kumuona Nancy ana rafiki? Mimi rafiki yake mama, nimesoma naye Nancy. Umesoma naye? Sawa. Nimuita tu akiniona atanifahamu. Sawa. Basi ngoja nikuitie. Nancy! Nancy! Nani? Kuna binti kaja hapa. Anasema umesoma naye. Mama. Nakwambia kabisa. Kafika hapa kapiga hodi. Kama mwenyewe umesikia umesikia. Hasa mama, huyo mgeni mwenyewe kasema jina yake nani? Sio kasema nani?
Si nani? Yaani jina lenyewe nimeshalisahau. Ila akasema umesoma naye. Nimesoma naye mimi, nani ambaye anaweza kuja hapo afu akaondoka kwenye mazingira kama haya? Sasa msui karudi ndani, labda wewe kaingia ndani hata sijui. Mama, hebu acha masiala. Nakwambia amesimama hapa, niposimama mimi, nafungua geti, kasimama hapa. Karibuni. Asante, habari? Safi. Uko poa? Niko poa. Mimi hata sikai. Ana, sisi tumekuja hapa tuna mambo haya mawili tu. Jambo la kwanza la kwangu mimi, jambo la pili Keti ongea. Ana, ni kwa nini umempa Bitausi mtu wa kwanza kwenye mchezo huu? Aliyakuwa uliona mwezi uliopita alivyotusumbua. Mpaka hatujatamani aingie mwezi huu. Lakini umempa wa kwanza. Kwa nini? Tena wewe mwenyewe ni shahidi ulivyoona tulivyokajagana mpaka ofisini kwake. Tunaenda tunamkosa, tunaenda tunamkosa, tunarudi. Leo umempa mtu wa kwanza kweli? Kuhusu hilo hata msijali. Yule mama alikuja hapa alikuwa na matatizo makubwa sana. Na hata alivyonielezea nilimuonea huruma sana. Mimi mwenyewe namjua yule mama vizuri sana. Lakini kama mnavyojua binadamu hatukosagi matatizo. Yule mama amekuja ana shida sana. Yaani amelalamika sana. Unaona? Sasa na kama unavyojua, mimi ni mtoto mdogo, yule ni mtu mzima. Na ukiona mtu mzima siku zote analia, jua kuna jambo limemfika. Nikamuonea huruma, nikasema ngoja nimpe kwa sababu sisi sote tushakubaliana. Mtu akiwa na tatizo tumpe jina la kwanza ili asolve matatizo yake. Wewe Ana wewe. Unasema unamjua vizuri Bibi Tausi. Mimi nahisi humjui vizuri wewe Bibi Tausi. Hizo pesa ambazo umempa kukulipa mpaka mbingu na ardhi viumane ndio utalipwa hizo pesa. Tuachane na hayo. Vipi kwa upande wangu panaeleweka? Ulisema mtu wa kwanza akitoka, mtu wa pili ni mimi. Na leo ndo mtu wa pili anatoka. Vipi hizo pesa zangu ziko wapi? Na hivi hapo unavyoniona hapa, nataka nimfuate, kuna mdada mmoja aliniambia nimpate kazini kwake, akanipela. Ili jioni nikuletee. Sasa hivi mbona bado mapema? Watu wote bado hawajaleta. Keti, mimi nahisi huyo mdada anayezungumzia hajajazishia hizo hela ni Bibi Tausi. Ila hapa anatuzuga tu. Lakini tulikubaliana kuwa safari hautamweka. Imekuwaje mpaka umemweka? Au amekuloga wewe? Umerogwa? Rafiki yangu mimi sijalogwa wala nini. Lakini hebu ungemwangalia yule mama, ungepata hata muda mfupi umwangalie mama jinsi alivyokuwa anatia huruma. Yule mama alikuwa na matatizo kweli. Yaani mpaka machozi yanamtoka jamani. Hata kama ni wewe ungemuonea huruma. Mwangalie yule mama mwenyewe kama mama yetu mzazi jamani. Sawa. Mimi nataka siku ikifika nipewe hela yangu kwa wakati. Ninapokuja hapa tu naomba unikabidhi hela yangu niondoke. Sawa? Sitaki kusumbuliwa. Si unanielewa? Lakini kama mnavyojua binadamu hatukosagi matatizo. Yule mama amekuja ana shida sana. Leo ndo mtu anatoka. Na mpaka dakika hii pesa hakuna. Unaniambia sijui mdada yuko huko, sijui kilikwenda karudi. Mimi sitaki maneno. Na pesa zangu unilete nyumbani kwa sababu hiyo ni kazi yako kijumbe. Hela yenyewe mnaniachia 1000 tu. Hiyo 1000 ndio nitoke hapa nikufuata nyumbani kwako kweli Angolilo? Uko serious kweli ndugu yangu? Wewe fanya hivi, saa 12 njoo uchukue pesa zako. Na halafu kingine, kwa nini tuanze kupelekana juu juu? Ndio kwanza tunaanza mtu wa pili wewe. Afu unaanza kunisumbua mambo kama hayo. Hebu bwana tulia kwanza. Kama kweli uko serious, unachezesha huu mchezo, jioni naitaka pesa yangu. Sawa rafiki yangu usijali. Na tena yule mama hata hangaishi sasa hivi. Tena na hela yake kashaleta mapema tu. Wala hata usipate shida yoyote, hela yenu mtaipata vizuri. Yule mama sasa hivi katulia. Mambo yalomkuta makubwa. Sikiana. Mkusanyie pesa yake. Jioni akija hapo mpatie pesa yake. Usiwe na usumbufu. Hivyo tu nimemaliza. Tuondoke Angolini. Waheri. Haya, karibuni.
Kweli kazi ninayo. Yaani ndo kwanza mchezo unaanza na timbuli zimeanza. Nilipumzika leo nimeachilia. Tafrani baba, tafrani mama. Dada, hebu nihadisie stories zako kutoka hapo. Kwa nitoka hapo sama. Ni wewe hapa. Ni hapa mzuri. Kwanza umeishia darasa ngapi? Darasa 7. Kwa nini la 7? Sipendi shule. Kwa nini upendi shule? Mimi mwenzako na shule niko tofauti. Na mama amelizika kabisa kukuacha huko nyumbani. Sasa utafanyaje na mimi sitaki shule? Mimi sijakaa hapa. Ningekuwa nakaa hapa, ungeenda tu shule. Hata kwa shule msingi. Upendi shule kabisa yani? Sitaki. Na kwa nini? Sipendi tu. Yaani ningekuwa mimi nimekaa hapa, ungeenda tu shule. Mama. Mama, mbona unalia? Mama, au kutoka huko mkutana majanga? Shangazi. Shangazi uko sawa? Unajisikia vibaya? Nini mama? Kichwa kinauma. Basi twende hospitali shangazi. Itakuwa tu sawa. Utakuwa sawa upo hivyo. Shangazi utakuwa sawa. Tunu kalete maji. Shangazi. Kwani kuna nini? Nisikia tu vibaya tumbo linaniuma. Tumbo mama ndo nalia hivi. Pole mama, pole. Tunu fanya haraka. Pole shangazi, pole. Pole, basi ndio hospitali shangazi. Na utakuwa sawa. Basi mama, twende ndani kupumzike. Labda itatulia kidogo. Twende shangazi yangu, twende. Twende shangazi yangu. Mama, basi twende ndani. Tafrani baba, tafrani mama, tafrani baba. Angekuwepo baby, oh baby, asingekubali baby, oh baby, unyanyasike baby. Na ili kuthibitisha kwamba nimeitambua thamani yako, lile jambo ambalo nilikwambia kwamba nahitaji kukuchumbia, nishalifanyia kazi na hivi suni mshenga atakuja kuelewa. Sasa ndo naamini kama unanipenda sana. Usitaki hata kufurahi. Nasubiri mpaka siku muone ulishenga. Chozi langu, chozi langu, chozi langu, chozi langu, chozi langu. Jax, unajua sasa hivi nashindwa kabisa kukaa nyumbani. Yaani kila muda nakuwa nakumisi, tunatamani kuwa na wewe muda wote.
Kwani unafikiri ni peke yako? Hata mimi kazini saizi siendi mara kwa mara. Mara nyingi namwachia tu dai wake. Basi usijali mchumba wangu. Mimi naamini sasa hivi penzi letu liko moto sana. Na kuhusu hilo swala la hesabu, wewe usijali kabisa. Angekuwepo baby, oh baby, asingekubali baby, oh baby, unyanyasike baby, oh. Basi naomba nipatie muda kidogo tuingie ndani, alafu nitakuacha uende kazi. Twende bana. Angekuwepo baby, oh baby, asingekubali baby, oh baby, unyanyasike baby, oh baby, baby, oh baby, asingekufa baby, oh baby, asingepata tabu mi baby, kwa ndugu jirani, tabu singepata yani. We baba. We baba. We baba. Wewe. We baba. We mbaba. Afande. Baba, upo sawa? Ha? Uko sawa kweli? Mbona umelala hapa barabarani hivi? Mbona uongei? Kumbe sio. Wewe nani bwana? Kumbe mlevi. Wewe nani? Sasa, hupasi kulala hapa. Ni barabarani. Unaweza kugongwa na mapikipiki. Nenda kalale nyumbani kwenu. Hapa sio sehemu salama na miguu yako umeenda kuweka kwenye barabara. Utagongwa na mapikipiki. Kwa nini umenileta huko? Mimi ndo nimekuleta. Kalale nyumbani. Bahati yako nimeiona. Mimi nitakupa hiyo hela, utaenda kumpa na kila kitu kitakuwa sawa. Tabasamu basi. Tabasamu ni sawa, lakini kanisalilisha sana. Unajua kanifezesha mbele za watu mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbona ule? Basi naomba uanze kula alafu. Hapana. Sipendi. Dale, unifanya kama mtoto tayari. Hapana, nisipendi. Unajua ukiwa unataka jambo lako wewe unalazimisha mpaka nalifanya. Na mimi leo nataka wewe. Au sio mtoto wewe kubadilisha.
Wow. Poa. Mimi asante mami. Unapendeza. Eti wa leo mzuri kuliko wa jana, kwanza amejawa na tamaa. Shikamoo mama. Marahaba za siku. Nzuri mama. Jamani, asa mbona siku ile umekuja nyumbani umesema nikutie Nancy na namuita Nancy anakuja alafu tena wewe nakuja kuangalia haupo. Ni kweli mama, nilipata emergency haraka sana ikabidi niondoke. Sasa uliondokaje? Nilishtukia tu haupo, Nancy kaishafika tayari nishamuita. Ndiyo, nilibidi tu niondoke mama, lakini usijali. Nitakuja siku nyingine. Msalimie Nancy. Haya sawa, hamna shida. Tutaonana tena. Haya. Tafrani baba, tafrani mama. Nibebe zote hivi. Wewe utajua mwenyewe utakavyonisuka. Lazima kwa ndefu. Mashaallah. Unaumiza? Shangazi. Mbona legeza tu kidogo hivi? Usije unaniumiza kama hivyo afu hujui kusuka. Sio unataka kunisuka kama hivyo afu nisuke nywele za ovyo. Amna. Zitapendeza kwa sababu unazichukua hadi za huko. Karibu. Uncle. Hello. Karibu mjomba, karibu sana. Asante sana. Karibu. Haya, umekuja lini wewe hapa? Na wiki sasa. Wiki nzima? Karibu. Asante. Karibu sana. Matunu. Mnaendeleaje hapo? Alhamdulillah, tujambo. Mimi ni salama kabisa. Haya, huyu kaja lini? Ana wiki sasa. Mwingine amekuja hapa na wiki nzima. Mmeshindwa kumleta nyumbani kuja kunisalimia? Kuna vitu tu havikukaa sawa, lakini pia alikuwa ananihudumia, si unajua nilikuwa mgonjwa. Okay, sawa. Tunu kanaambia unaumwa. Usiku kucha unalia tu, unalia na akikwambia muende hospitalini hutaki. Una shida gani? Shamimu,
Kadema. Naomba tupishe kidogo. Sawa. Kweli mimi naumwa, lakini nasumbuliwa na vidonda vya tumbo, na vilikuwa vinanisumbua. Vilivyokuja sasa hivi vimekuja kwa kasi, nilikuwa silali. Kwa hiyo mtoto naona kapata uoga, ndio maana kaja kukuambia wewe. Vidonda vya tumbo vimeanza kukuuma lini? Sio muda mrefu sana. Sasa kwa nini unataka kwenda hospitalini? Hauna hela? Hapana, nitakuwa sawa. Sasa hivi naendelea vizuri. Basi mimi kuna sehemu naelekea. Nikasema ngoja tu nikupitie mara moja nikuone. Asante kwa kujali. Shamimu. Ujako. Mimi ni wage naondoka. Mbona mapema? Kuna sehemu naelekea mara moja. Okay. Sawa. Haya, mkae salama. Sawa, karibu tena. Asante. Mbona kaninipa hivi? Ana maisha mazuri, alhamdulillah. Mpaka nimemsahau. Usingenistoo wala nisingejua. Sasa hizi ana maisha mazuri mwenyewe. Na hisi penzi alilopata huko ametulia basi yaka. Penzi wapi? Wewe ndio ulikuwa mkewe. Yote ananishawishi kwamba nimrudie. Tusiwaga tuachiki. Shamimu bwana, acha kunishawishi. Kweli tunarudisha makazi. Kwa hiyo nikusuke hivi hivi. Hivyo tunombea. Tunusikatoka kwenda kumwambia babake eti mama analia tu ndani. Jamani, katoka saa ngapi hapa kati muda wote tulikuwa naye? Ameshinda tabia. Kwa kweli. Pengine nimekuonea huruma. Si anajua mama yake unaumwa sana. Ndio anakufa. Hamna.